Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Mgina Lord, mwenyeji wako wa Sauti ya Uzima, na kila wakati nimekuwa hapa kukualika kwa ajili ya kujifunza maneno ya Mungu ambayo lengo kubwa ni kutuimarisha kiimani na kutusaidia kutembea katika mwendo huu wa safari ya kwenda mbinguni. Na leo tena niko hapa kukualika, na tuna mgeni ambaye tuko naye hapa. Tunakwenda kujadiliana mambo kadhaa ambayo yataenda kutujenga kiroho, yataenda kutujenga kiakili, lakini pia katika msingi huu wa safari ya kwenda mbinguni. Niko naye hapa, ninampatia nafasi atajitambulisha, lakini baada ya kujitambulisha mimi nitawaambieni ni nini ambacho tunakwenda kuzungumzia siku ya leo. Karibu sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ninaitwa Alex Charles, natokea hapo Kigoma Airport. Ni mwalimu wa neno la Mungu. Niko hapa leo kama mgeni wa Sauti ya Uzima. Karibu sana, tuambatane pamoja kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Karibu sana mwalimu Alex. Na kama jinsi ambavyo mmemsikia, yeye ni mwalimu wa neno la Mungu, na kama ni mwalimu wa neno la Mungu ina maana kuna mengi ambayo tunakwenda kujifunza siku ya leo, na kuna mengi ambayo tunakwenda kusaidika. Sasa moja kwa moja nataka tukazungumzie kuhusiana na kitu ambacho ni muhimu sana kwenye maisha ya Mkristo yoyote, lakini pia hata kama ni mtu ambaye anatamani kuwa Mkristo, hili swala ni muhimu sana sana sana. Tumekuwa tukijifunza, tumekuwa tukielekezwa na tukiambiwa na watumishi wa Mungu, fanya hiki, usifanye hiki, tenda hiki, usitende hiki. Na kwenye maandiko ama kwenye neno la Mungu kuna sheria nyingi sana, kuna kanuni nyingi sana ambazo tunazipata kwenye neno la Mungu. Kwa hivyo leo hapa pamoja na mwalimu Alex nataka tukaangalie kwa undani zaidi kuhusiana na sheria zinazopatikana kwenye maandiko, ama kwa undani zaidi tujue sheria zinaweza zikasimama kama msingi gani kwenye maisha ya Mkristo. Na kwa kuanza hapo, nataka tuanze kwa kuangalia kwanza nini maana ya sheria. Tukisikia sheria, nini ambacho kinakuja kwenye ufahamu wetu? Wewe ukisikia sheria, ni nini ambacho kinakujia kwenye ufahamu wako? Kwa nataka tuende moja kwa moja na mwalimu Alex atusaidie hapa tunapoenda kuweka msingi wa somo letu, nini maana ya sheria. Asante kwa swali zuri ambalo umeuliza kwamba nini maana ya sheria. Tunapozungumzia kuhusu sheria tunasema kwamba ni nguvu inayotenda kazi wakati wowote, au ni mamlaka ambayo ipo kwa ajili ya kushughulika na kile kilichowekwa. Kwa hiyo tukizungumzia sheria hasa kwa ufupi tunamaanisha kwamba nguvu inayofanya kazi wakati wowote kinapohitajika kutendeka jambo. Nguvu inayofanya kazi wakati wowote panapohitajika kutendeka jambo. Vizuri sana. Ninapata tafsiri nzuri tukileta kwenye sheria zetu hizi za maisha ya kawaida. Kwa mfano, ukija kuangalia nchi zote zinaongozwa na sheria, nchi zote zinakuaga na kanuni na sheria. Hapa Tanzania kuna kauli moja ambayo huwa inatumika na jeshi la polisi, wanasema tii sheria bila shuruti. Yaani wanamaanisha kuna sheria zimewekwa, zinapaswa zile sheria zitumike kwa ajili ya kufanikisha mambo fulani yatendeke. Kwa hiyo kwa tafsiri hiyo nadhani tuko pamoja na mtazamaji wetu wa Sauti ya Uzima kujua kwamba sheria ni zile kanuni ama ni utaratibu unaowekwa ili mambo fulani yaweze kutendeka. Lakini kwa sababu tunazungumzia zaidi kwa yale yaliyomo kwenye maandiko, ama tunazungumzia sheria si ya kidunia, lakini tunazungumzia zaidi sheria iliyomo katika maandiko, katika Biblia. Nataka tuende na mwalimu Alex moja kwa moja tuangalie maandiko yanazungumziaje kuhusu sheria. Biblia inasema nini kuhusu sheria? Kwanza kabisa nataka nielezee kwa undani zaidi kuhusu Biblia inazungumza nini kuhusu sheria. Kwanza ninapozungumzia kusema sheria na kwamba ni nguvu inayotenda kazi wakati wote inapohitajika kutendeka kwa jambo fulani, sizungumzii sheria kama karatasi. Ninazungumzia sheria kama nguvu, kama ile mamlaka inayokuwa ndani ya sheria. Sio karatasi, sio sheria maandishi. No. Ninazungumzia sheria kama nguvu. Sawa sawa. Sasa kama tunapozungumzia sheria kama nguvu, manake Musa alipewa sheria na amri 10 na Mungu. Alipewa kama maandishi. Lakini ndani yale maandishi kulikuwa na nguvu inayomwezesha kufanya jambo fulani. So ninapozungumzia sheria kwa mujibu wa Biblia, sitazungumzia sheria alizopewa Musa, ila nitazungumzia sheria mpya ambazo sio mpya, lakini ni sheria ambazo ziliopo, ambazo ni tofauti sasa na zile ambazo Musa alikuwa amekabidhiwa pale. Ni tofauti na sheria 10 ambazo Musa alikabidhiwa. Sawa.
Kwa mujibu wa maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Warumi sura 8 mstari wake wa kwanza. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa sheria ambazo nataka tuangalie leo, tunataka tujifunze kwa sheria mbili. Sheria ya kwanza nasema sheria ya roho wa uzima ambayo imeniweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Hapo kwenye andiko ni kweli wamezungumzia sheria mbili. Wanasema wameanza kwanza wakasema hukumu, ambapo kwa tafsiri nyingine ni kwamba hapawezi pakawepo hukumu kama hakuna sheria. Kwa kama kuna hukumu maana yake kuna sheria, lakini chini ndo nimesikia anasema habari ya hukumu ya sheria ya dhambi na mauti, lakini pia sheria ya roho wa uzima. Nataka tuanze na hiyo sheria ya roho wa uzima. Anamaanisha nini kusema sheria ya roho wa uzima? Mwandishi anapozungumzia kuhusu sheria ya roho uzima, maana yake anamaanisha, nimekwambia kwamba maana ya sheria ni nguvu. Alafu pale anasema roho wa uzima. Pale kuna maneno mawili. Jumla kuna maneno matatu. Kuna sheria, kuna roho, kuna uzima ndani yake. Kwa unaposema sheria ya roho wa uzima, nimekwambia maana ya sheria ni kwamba ni nguvu inayofanya kazi wakati wote. Na tunapozungumzia neno roho, manake kwa asili yake tunaita pneuma, P-N-E-U-M, akimaanisha upepo. Manake kama ni upepo, manake anamaanisha nini? Roho Mtakatifu. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa kwanza anaeleza kwamba hata ilipokuwa siku ya Pentekoste walikuwa kote mahali pamoja, kukaja ghafla upepo kama uvumi, ukaijaza nyumba. Manake nini? Roho wa Mungu akaingia katikati yao. Baada ya Roho wa Mungu kuingia katikati yao, wanasema akawajalia kutamka. Kwa tunapozungumzia roho tunamaanisha Roho Mtakatifu. Alafu akisema uzima, maana yake ni maisha ya kweli ya kiroho ambayo ndani yake anakuwa na amani na uhusiano na Mungu. Amen. Sasa nikielezea kuhusu sheria ya roho uzima, maana yake ni nguvu ya Roho Mtakatifu au nguvu ya roho ya Mungu inayompa maisha mapya kiumbe au mtu, ambayo yale maisha mapya yanamweka kuwa huru mbali na utumwa wa dhambi. Kama tukisikia mtu ameokoka, tukisikia mtu amebadilishwa maisha yake, kilichofanya kazi ni haya mamlaka, ni hii nguvu. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Na ndio maana tunasema kwamba hatuhubiri sisi hatuokoi, tunahubiri, lakini anayeokoa ni nani? Roho Mtakatifu. Kwa ndio maana anasema Roho mwenyewe anawashuhudia. Kwa sisi hatuna nguvu ya kuweza kuokoa, lakini ile nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inaingia kwenye maisha ya mtu na kumfanya kuwa kipya. Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 17 anasema, sasa basi mtu amekuwa kiumbe kipya anapokuwa ndani ya nani? Ya Kristo. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa ile nguvu ya Roho Mtakatifu ndio inamwezesha mtu kuishi maisha mapya na kuepukana na utumwa pamoja na dhambi. Amen. Kuna namna jinsi ambavyo watu wengi huwa wanachanganya haya mambo. Kwa mfano, habari ya kumhubiria mtu na mtu kuokoka. Watu wanachanganyaga sana haya mambo. Nafasi ya mwanadamu inakuwa wapi na nafasi ya Roho Mtakatifu inakuwa wapi kwenye process ya mtu kuokoka? Nafasi ya mwanadamu inakuwa hivi. Tukumbuke Mathayo sura ya 28 mstari wa 18, Yesu anakuja anasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni. Maliko anarudia tena kusema 16:15, enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Kwa kitendo cha mimi niliyempokea Yesu Kristo ni mmoja wa shahidi ambaye ninapaswa kwenda ulimwenguni kumwambia mtu habari za Kristo. Kwamba huyu mtu alikufa akafufuka kwa ajili yangu. Kwa hiyo sasa unapaswa kumwamini. Kwa sababu maandiko yanasema ukimkiri Kristo kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. So process ya kuokoka ni mtu kumkiri Yesu Kristo kwa kinywa chake. Sasa mimi kama mwanadamu nafasi yangu ni kwamba ninampasha kumpa ufahamu na mwekea ufahamu wa neno la Mungu ndani yake. Ila Roho Mtakatifu, nguvu na mwokoa ni hiyo ya Roho Mtakatifu ambayo ndio sheria ya roho wa uzima. Amen. Ndio maana Yohana sura ya 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ukisoma Yohana ukianzia sura ya 14 pale mstari wa 14 anasema, kama Musa alivyomwinua nyoka jangani ili kila atakayemtazama apate kuona uzima, vivyo hivyo mwana wa Adamu ndivyo alifanya ili atakayemtazama apate kuwa na uzima wa milele. Kwa kitendo cha kuokoka sisi tunahubiri. Ndio maana Yesu amesema enendeni. Baada ya kusema nendeni anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa mimi nitaenda, zile ishara zitafuatana na mimi. Anaozifanya ni nani? Mwalimu Alex, unamaanisha kwamba tunaweza tukaweka mkutano mkubwa kwa watu wakaja maelfu kuja kwenye mkutano na tukahubiria
mambo mengi yakafanyika kwenye mkutano, kila kitu kikaendelea pale, lakini kama hapata kuwa na hii sheria ama haya mamlaka, hii nguvu ya Roho wa uzima, anaweza siokoke mtu hata mmoja. Lakini sisi kwa sehemu yetu tumefanya. Kwa sehemu yetu tumeandaa mkutano mkubwa, tumeingia gharama nyingi. Tumetimiza sasa hiyo agizo kwamba enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Tumefanya sehemu yetu, lakini kumbe ndio maana tunaweza tukaona wakati mwingine mikutano inafanyika mikubwa, lakini wanaokoka ni watu wachache sana, kwa sababu anayechagua au ambaye anaamua sio sisi ambao tumeweka mkutano. Na ndio sababu Yesu anawaambia kwamba watu hawa wananiheshimu kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali na nani? Iko mbali na kwa sababu Mungu anaangalia moyo, anasema linda sana moyo wako kuliko vyote vilindavyo, maana huko ndiko chemichemi za uzima zinakotoka. Kwa kama chemichemi za uzima zinatoka kule, hauwezi ukaenda kumhubiria mtu ndani yako kama hamna chemichemi ya uzima. Kwanza lazima iwe ndani yako, alafu ile uzima ukiwa ndani yako, amekwambia nenda, nitakwenda. Kama nimeambiwa niende, maana yake nitatii. Yesu upo uwezekano mkubwa kumbe sasa wa mhubiri ama aliyebeba ujumbe wa Injili akawa sababu ya mtu mwingine kutopokea ama kutobadilishwa. Kwa sababu kama tunaangalia, mimi kama sina hizo chemichemi za uzima, ninaweza nikawa sababu ya mtu mwingine kutopata huo uzima. Kwa kumbe sasa tunapata hii ni kama ni kama onyo kwamba tunapoenda kuhubiria watu wengine lazima kwanza tujikague sisi wenyewe kwamba hii sheria ya Roho wa uzima kwanza sisi imo ndani yetu, kabla ya kutamani kuona watu wengine wanapokea hii sheria ya Roho wa uzima. Tulizungumzia kwenye ule mstari tumesoma kwenye kitabu cha Warumi, tulisema sheria ya Roho wa uzima, lakini pia tukasema sheria ya dhambi na mauti. Niambie kuhusu sheria ya dhambi na mauti. Tunapozungumzia kuhusu sheria ya dhambi na mauti, kwanza ulishaelewa kuhusu kwamba sheria ni nguvu. Na kama sheria ni nguvu, alafu anasema dhambi na mauti. Kwa sheria ya dhambi na mauti maana yake ni nini? Kwamba sheria ya dhambi na mauti maana yake ni nguvu inayomvuta mtu kutenda mabaya. Na hii ndio sababu Paulo anasema kwenye Warumi sura ya 7 pale, mstari wake wa 15 anaanza kusema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nipendalo silitendi, bali lile nisilochukia anasema bali lile nilichukialo ndilo nitendalo. Mstari wa 18 anasema, kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lilo jema sipati. Kwa tukizungumzia sheria ya dhambi na mauti, tunamaanisha kwamba ni nguvu inayotuvuta kutenda mabaya hata kama mema tunayajua. Inakuwa namna hiyo. Yaani mema unayajua kabisa. Yaani ninajua. Ndio maana Paulo anasema kwamba kutaka nataka kufanya. Kwa sababu najua kwamba napaswa kutenda jema. Lakini siwezi kufanya. Kwa nini? Kuna nguvu inanivuta ambayo ndio hiyo sheria sasa ya dhambi na mauti. Ndio maana ukirudi kusoma vizuri sura 8 anasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. It means kwamba ukiwa nje ya Kristo Yesu uko ndani ya adhabu. Maana yake sasa hakuna, yani haiwezekani hizi sheria mbili zikafanya kazi sehemu moja. Ukiwa umebeba ile sheria ya Roho wa uzima, hauwezi ukatembea chini ya sheria ya dhambi na mauti. Na ndio hizo ni kwa sababu ukisoma kwenye Warumi sura 16 mstari wa 25, naye Mungu wa amani atamseta shetani chini ya nyayo zetu. Maana yake kama Mungu akimseta shetani chini ya nyayo zetu, mimi ndio natembea juu ya sheria ya Roho wa uzima. Nitoe mfano huu kwamba kuna kani ambayo tunaita gravitation force, kani mvutano. Kitu chochote kile nikirusha juu kina force kurudi chini kwa sababu ya ile kani. Lakini ndege anaruka juu, akifika mahali fulani hana uwezo wa kuvuta na ile kani. So ninataka nikupe mfano huu kwamba gravitation force ninaichukulia kama sheria ya dhambi na mauti. Alafu kani iliyoko juu ambayo inasapoti kitu kukaa juu, kwa sababu tunajua kwa science kwamba kitu kikiruka baadhi ya mita kadhaa kinashindwa kurudishwa chini kwa sababu kimehama, yani kimechukuliwa na kani nyingine. Sasa sheria ya dhambi na mauti ni kama gravitation force, inatuvuta watu wote kuja katika dhambi. Ijapokuwa tunatamani kufika juu katika ile sheria ya Roho uzima, lakini hii yenyewe inazidi kutuvuta kushikilia. Kwamba nataka mje hapa. Na ndio hizo ni kwamba ndege inaporuka ikifika mahali fulani na kaa pale angani haiwezi kushuka chini. Kwa sababu gani? Pale kuna kani nyingine imeshika. Kwa sasa ile kani inayoshika juu ndio inamaanisha kwamba ni sheria ya Roho uzima. Yaani una tamani uwe mtumishi, lakini wasikia kale kakiuka
Kale kakiu bado kana kushikilia, yani unatamani uishi maisha utakatifu, lakini kuna kakitu bado kamekung'ang'ania yani. Sasa lisha inakuja, Mungu anasema napendezwa na takatifu waishao duniani. Unajifikiria natamani sasa uendelee kuishi duniani kwa sababu siku moja nitakuja kumlaki Kristo. Kwa nifanyaje? Anasema jitieni nila yangu mjifunze kwangu. Sasa nataka nijifunze kwa Kristo. Kwa hiyo ninapambana ili niweze kumfikia Kristo, yani niwe kama Kristo. Kwa sababu anasema, ninawaambieni kwamba yote ninayoyafanya, yote aliyofanya Kristo anasema yako ndani yetu, na mnaweza kufanya makubwa zaidi ya haya. Kama ninaweza kuwa nifanyaje? Nijitie nila ya Kristo, nijifunze kwa Kristo. Ninapojaribu kujifunza ile sheria ya dhambi na mauti na ning'ang'ania sasa. Na ndio maana Paulo anasema vita vyetu si juu ya damu na nyama na mwili, bali ni katika my God. Kwa Paulo anazungumza hicho kitu anaelewa, kwa sababu anajua kwamba mwanadamu, ndio maana anasema mwanadamu wa tabia ya asili apokee mambo ya rohoni kwa sababu yanatambulikana kwa jinsi ya roho. Tabia ya sheria ya dhambi na mauti inatushika katika mwili. Yakobo pia anasema vita vinatoka wapi? Si katika viungo vyenu. Kwa Yakobo anaonyesha kwamba vita vyote vinatokea wapi? Ni hapo. Na kama vita vinatokea hapo, nani mwanzilishi anatufanya tufate hapo? Ni sheria ya dhambi na mauti. Sheria ya dhambi. Naomba tusome kitabu hiki cha Warumi sura ya 7 mstari wa 23 hapo. Kuna kitu kimoja hapo ambacho Paulo alikuwa ananifurahisha sana wakati nasoma kitabu hiki. Warumi sura ya 7 mstari wa 23. Warumi sura ya 7 na mstari wa 23 23. Nitasoma, hii ni neno 7:23. Maandiko yanasema hivi. Lakini ninaona kuna sheria nyingine inayotenda kazi katika viungo vya mwili wangu, inayopigana vita dhidi ya ile sheria ya akili yangu. Sheria hii inanifanya mateka kwa ile sheria ya dhambi inayofanya kazi katika viungo vya mwili wangu. Okay, naomba nisome takatifu. Neno ni kama inatuchambulia sana. Inafungua kodi. Lakini hata hivi anafungua kodi kwa sababu neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Amina. Anasema Warumi sura ya 7:23 anasema, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inapiga vita na ile sheria ya akili zangu. Yaani Paulo anasema katika viungo vyangu ninaona kuna sheria ambayo iko mbali. Kwa kama sheria iko mbali, it means inanijia ile napiga vita na ile sheria ya viungo vilivyoko wapi? Yaani kwa mashindano. Sasa ndio maana nimekwambia kwenye Yakobo anasema vita vyatoka wapi? Si katika viungo vyenu. Maana yake Yakobo anaonyesha kwamba tamaa za miili yetu ndiko vita vinakofanya vinakuanzia. Alafu anasema kama Yakobo anasema hivyo, alafu Paulo anasema kwamba naiona sheria iliyo mbali napiga vita na ile sheria ya akili zangu iliyo katika viungo vyangu. Maana yake nini sasa? Anaendelea kusema, naomba Biblia itufunulie yenyewe. Anaendelea kusema kwamba nisome, anasema inapiga vita na ile sheria ya akili yangu na kuifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Taudia, inapiga vita na ile sheria ya akili zangu na kuifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu. Maana yake anaonyesha nini Paulo? Kuna kitu anaonyesha kwamba kuna sheria iko mbali. Ile sheria maana yake ni sheria ya roho wa uzima. Ile sheria ya roho wa uzima ndio nimekupa mfano kwamba gravitation force inavuta kitu. Sasa akili zetu ni kama zimejao kwenye sehemu ya dunia. Ndio maana ukimfuatilia sana Paulo anasema kwenye Warumi sura ya 12, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu, ndiyo ibada yenye maana. Msifuatishe namna ya dunia hii. So hii kipengele cha sheria ya dhambi na mauti yenyewe inadili na mwili. Yaani aka ni kamzigo kanahusika na mwili. Maana ukimchungulia sana Paulo ni mtu wa ajabu sana. Anasema kwenye Warumi sura ya 5 mstari wa 12, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Yaani dhambi haikuingizwa na mtu, haikuingizwa na malaika. Dhambi iliingizwa na mtu. Na kupitia huyo mtu Biblia inasema watu wote wakafanya dhambi. Ukirudi kwenye mstari wake wa 3:23 Warumi anasema watu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nani? Mungu. Oh my God. Kwa hii sheria tukizungumzia kuhusu sheria ya dhambi na mauti,
maana yake ni mzizi ambao unahusika kwenye maisha yetu ya mwili. Ndio maana Paulo anasema tugeuzwe upya nia zetu na akili zetu. Maana yake tufanye metamorpho. Tugeuzwe. Sio kama tunaelewana mtumishi wa Mungu. Amen. Kwa kama tutageuzwa ni kwamba tunageuzwa kutoka katika sheria ya dhambi na mauti ili tuelekee katika sheria ya roho wa uzima. Ni sawasawa tunatoka kwenye gravitation force tunazidi kupanda kiwango. Pamoja na tuvuta tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu itushike. Hii inajiulizaga reason kwamba Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8 anasema hata mtapokea nguvu, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kwa kuna nguvu ambayo itakuja tutaipokea kutoka kwa Roho Mtakatifu. Hatuwezi kushindana na sheria ya dhambi na mauti kama utaishi katika mwili hiyo nguvu. Kwa hii nguvu ndio itatusaidia kuishi. Na ndio maana kwa akili ya kawaida mwanadamu hawezi akashindana, yaani huwezi kupigana vita kwamba ninapigana vita katika ulimwengu wa roho, nipo katika ulimwengu wa mwili. Lazima niingie katika ulimwengu wa roho, lazima nipambane katika ulimwengu wa roho. Yaani vita ya kimwili inapigana kimwili. Vita ya kiroho inapigana rohoni. Yaani huwezi kupigana vita ya rohoni ukaipigana nayo kimwili. Eti nashika bunduki na pambana, haiwezekani. Sasa labda vyanzo vya hizi sheria ni nini? Tunapozungumzia vyanzo vya hizi sheria zote mbili, tukianzia kwanza na sheria ya dhambi na mauti, maana yake ni miili yetu. Yaani chanzo cha sheria ya dhambi na mauti ni mwili. Ndio maana hapo kwamba kwenye mwili ndiko panaketi sheria ya dhambi na mauti. Na kwa sababu hii ndio maana nasema kwamba kwa mtu mmoja dhambi iliingia wapi? Na kupitia dhambi ikasababisha mauti. Na ile mauti watu wote wakajikuta wamefanya dhambi. Na ndio maana ukirudi nyuma nimekwambia nasema watu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na chanzo cha ile sheria ya roho wa chanzo cha sheria ya uzima ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Kwa sababu anasema mtapokea, lakini mtapokea nguvu. Chanzo ni Roho Mtakatifu ambaye ni ametumwa na Kristo. Anasema sitawaacha yatima, lakini nitawaachia msaidizi. Na yule msaidizi atawafundisha, ataongoza katika kila tendo jema. Kwa hiyo Mwalimu Alex, unachoweka sawa hapa na mtazamaji wetu aelewe ni kwamba adui yako ni wewe mwenyewe. Yani adui yako unaye mwenyewe. Yani mwili wako ndiye adui yako, ndiko ambako panakaa hii sheria ya dhambi na mauti. Sasa nikiwa nimebeba sheria ya roho wa uzima, nitegemee matokeo gani? Nataka utegemee matokeo haya. Sio mimi nasema, ile maandiko yanathibitisha hayo. Jambo la kwanza, unapobeba sheria ya roho uzima, kwanza anakuongoza katika maisha ya kweli. Yaani anakuwa ni kiongozi wako. Hata kuruhusu, nataka nirudi nyuma kidogo, nitarudi kwenye swali yako. Ukisoma kwenye Mathayo sura ya 5 pale 27, Yesu anaambia kwamba mmesikia imenenwa kwamba usifanye nini? Usizini, lakini mimi nawaambia kila mtu amtamanie. Nataka nikurudishe kwanza pale nyuma kitu nikiweke sawa kwenye sheria ya dhambi na mauti. Kila mtu amtazamie mwanamke kwa kumtamani. Amekwisha kuzini nayo mwanamke. Kwa maana yake anaonyesha kitu gani? Kwamba hii sheria ya dhambi na mauti inafanya kazi katika fikra na fahamu za mwanadamu. Kwa adui wa kwanza unataka kupambana naye. Ndio maana nashangaa mtu anaingia kwenye maombi anaanza kusema toka shetani na pigana na wewe. Lakini first kwanza anatakiwa afanye akili yake kwanza imtegemee nani? Biblia inasema amelaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu. Sasa kama nitaingia katika maombi ninawaza kupambana vita vya kiroho kwa jinsi ya mwili kwa sababu mchungaji wangu yupo, nitaanguka. Lakini kama nitaigeuza akili yangu kama Paulo anavyosema tugeuze kwa kufanya upya nia zetu, maana yake nitaanza kutazamia sheria ya roho wa uzima. Sasa kama nitatazamia sheria ya roho uzima, maana yake ni nini? Nitapata kitu kinachoitwa nini? Nitaongozwa katika roho, nitafundishwa na roho, nitaishi maisha matakatifu na mwisho nitapata uzima wa milele kwa sababu ninaongozwa na Roho Mtakatifu. Na matokeo ya kubeba hii sheria ya dhambi na mauti ni yapi? Yaani kwa matokeo ya dhambi na mauti kwanza, yaani inatupa shida sana. Na ndio Wakristo wengi wamekamatiwa na hichi kitu. Nataka nianze kusema kwamba matokeo yake, jambo la kwanza ni kwamba muumini au mtu yoyote ambaye anakumbwa na dhambi, sheria ya dhambi na mauti, jambo la kwanza anakutana nayo mpendwa ni kwamba anakuwa na hatia ndani yake. Na kuna mtumishi mmoja aliyekuniambia kwamba bora ufanye dhambi kuliko kuishi katika hatia. Kwa sababu kama nitafanya dhambi, of course wewe niweke sawa. Nikizini leo, nikifanya uzinifu, sijazini, natoa mfano tu ili uweze kunielewa. Unaweka mambo sawa. Niweke mambo sawa kwa sababu sio kasema Mwalimu Alex alizini hapa na kuja kutufundisha Yaani mtu unapozini maana yake ni kwamba unafanya dhambi. Yesu anakuambia kwamba imeandikwa, lakini mimi nawaambia
Kwa usizini, anajua kabisa uwezo wa kuzini unao. Lakini mimi nakwambiaje, usizini. Kwa nini usizini? Kwa sababu kuna nguvu itakuwa juu yako itakao kuwezesha usifanye. Lakini hii sheria ya dhambi itakuvuta fanya nini? Uzini. Sasa mtu anapozini, kuna ile kitu anabakia nao kama hatia. Kwamba kwa nini nimefanya dhambi? Kwa nini nimemkosea huyu? Kwa nini nimedanganya? Au unadanganya, unakuta nafsi ya mtu inaingia katika upotevu, lakini unabakia na hatia kwamba yule mtu kaingia katika upotevu danganyifu sababu ni mimi. Kwa ile hatia inabaki na kutesa. Hauwezi ukafanya jambo lolote lile. Yaani hauwezi ukaona ukapea nguvu ya Mungu kwa namna yote. Yaani unahisi kama vile nimefungwa. Yaani sina pa kutokea. Kwa jambo ya kwanza, matokeo ya kwanza mtu anayofanya au anayopata anapokuwa katika dhambi ya sheria ya dhambi na mauti ni kwamba anafungwa na hatia. Kwa hatia ikikufunga huwezi ukafanya jambo lolote lile. Kama tulivyokuwa tukianza somo letu tulikuwa tunaweka sawa kuhusiana na maana halisi ya sheria, na tukasema kwamba sheria ni nguvu au mamlaka ambayo inasimama kwa ajili ya kutekeleza baadhi ya mambo fulani. Unadhani ni baadhi ya mambo gani ambayo sheria ya dhambi na mauti inasaidia kutekeleza, ukiachilia habari ya hatia? Jambo nyingine ni kwamba inakutenga mbali na Mungu. Sheria ya dhambi na mauti yani haina faida yoyote kwako zaidi ya kukuharibia uhusiano wako na Mungu. Ndio maana nilikwambia uzima ni maisha halisi au ni maisha ya kweli ya kiroho ambao ndani yake kunakuwa na amani, lakini pia na uhusiano na Mungu. Ukiangalia zile sheria zote ambazo Musa alipewa, sheria 10, ni kwamba zilikuwa na uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu na Mungu. Ndio maana Yesu anakuja anasema sheria hii nawapeni kwamba mpende Bwana Mungu kwa akili zako na kwa roho yako yote. Lakini ya pili inafuatana na nini? Na hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa Yesu anamaanisha nini? Kwamba kuna uhusiano upo kati ya Mungu na mwanadamu na mwanadamu. Sasa kama nikidanganya nitakuwa nimepata hatia ndani ya moyo wangu. Nitakuwa nimekosa uhusiano kati ya ndugu yangu na ndugu yangu. Lakini kama nitafanya kitu kingine tofauti nitaharibu uhusiano wangu kati ya Mungu na nani? Na mimi. Kwa hii sheria ya dhambi na mauti inatutenga mbali na Mungu. Na ndio lizo nimekwambia kwamba kwenye Warumi sura ya 3 anasema watu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Cha ajabu, sura yake ya 6, Warumi sura ya 6 mstari wa 23 anasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa kwa nini hatujafa? Anasema bali karama ya Mungu ni uzima wa milele ulio katika Kristo nani? Ndio maana Warumi anasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa maana sheria ya roho uzima imeniweka lakini sheria ya dhambi na mauti imeniweka katika utumwa. Kwa ina maana moja kati ya tafsiri nzuri juu ya haya mauti yanazungumziwa hapa si mauti tu ya mwili, lakini mauti ya kukosa haya mahusiano kati ya wewe na Mungu. Kwa sababu ukiangalia hapo anasema kwamba kuondolewa kati ya hii sheria ya dhambi na mauti ndio kuna kufanya uwe karibu sana na nani? Na Mungu. Ina maana palikuja Yesu Kristo anakuja kuondoa hii sheria na nini, anakuja kushinda hiyo dhambi na mauti. Lengo ni kuturudisha kwenye yale mahusiano ya sisi na Mungu. Na ndo sababu hiyo pointi yake ya 3 au matokeo ya 3 ni kwamba lazima mtu yapate na mauti. Lazima awe na mauti. Sikia hatia, atengwa na Mungu na mauti. Yaani haikwepeki. Kwa sababu ukishafanya dhambi, mshahara wako unapaswa kulipa ni mauti. Lakini Biblia anasema kwamba bali karama ya Mungu ni uzima wa milele ulio katika Kristo Yesu. Na huu uzima wa milele tunaupata wapi? Katika roho wa uzima. Kwa sababu hakuna hukumu mtu aliye katika Kristo Yesu. Kama nitoe mfano, nikichukua sanduku ya agano, ndani yake kulikuwa kuna nini? Kulikuwa kuna mbao za sheria, kulikuwa kuna fimbo ya Haruni, kulikuwa na vitu vingine viko mule. Sasa lakini vile vilivyokuwa mule vilikuwa vinawakilisha kitu fulani. Lakini kama kitu kitakuwa nje ya pale, maana yake hakiko salama. Ila kile kilichoko ndani ya sanduku kilikuwa kiko salama. Na ndio lizo ni Musa ametoa sheria nyingi sana kwenye Kumbukumbu la Torati, alafu anawaambia wazee, anawaita wazee, anawaambia kwamba kitabu hiki kidogo cha sheria na wapeni hakitaingia katikati, hakitaingia ndani ya sanduku la agano, bali kitakuwa pembeni ya sanduku la agano. Kwa kama kitu kitakuwa ndani ya Kristo kipo salama. Ila kama kitakuwa nje ya Kristo hakipo salama. Na ndio sababu kwamba Yesu anaambia ukiwa ndani yangu nami nikawa ndani yako, omba lolote utakalo, kwa sababu uko katika salama. Yaani hivi tuchukulie mfano, labda umekuja kuvamiwa. Yaani unasikia kelele za uvamizi zimeingia ndani mwako, lakini unajua hapo nje nina walinzi wa kutosha, wana uwezo wa kumudu hiyo kelele. Ni kitu gani kinakufanya uendelee kupata starehe ya kusinzia na usiendelee kupambana kwamba kuhangaika na roho kwamba nifanye nini ili niweze kujiokoa hapa? Uhakika wa ulinzi utakaokuwa nao. Kama Kristo yuko ndani yetu tuna uhakika wa kupata chochote kile.
Na Kristo anasema nitawaachieni msaidizi. Kama msaidizi ni nani? Anasema maana yake anatuambia sheria ya roho wa uzima. Sheria ya roho wa uzima nini? Nguvu. Kwamba ile nguvu ikiwa ndani yenu. Siku zote Waswahili wanasema kupanga ni kuchagua, na tuna sheria mbili ambazo wewe utachagua tu unataka kuwa chini ya sheria gani, sheria ya roho wa uzima ama sheria ya dhambi na mauti. Na tumeangalia kwa kina sana, tumeangalia vyanzo vyake ni nini, tumeangalia lakini sehemu kubwa ya mwisho hapa tumeangalia matokeo ya hizi sheria, na hapa ndiko panakupatia sasa nafasi ya wewe kuchagua. Umesikia matokeo yake ni yapi? Ukiwa chini ya sheria ya uzima una garantii, una uhakika wa usalama wa maisha yako, una uhakika wa uzima wako, una uhakika wa uhai wako. Lakini matokeo ya sheria ya dhambi na mauti tumeona una uhakika wa kutengwa na Mungu, una uhakika wa mauti, una uhakika wa hatia, kuishi na hatia. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Tumeanza tukiangalia nini maana ya sheria, lakini pia tukaangalia maandiko yanasema nini juu ya sheria. Hatukugusa sana kuhusiana na sheria zile ambazo alipewa Musa, lakini tukaangalia na mnyumbuliko mzuri wa sheria katika Agano Jipya. Nilikuwa na Mwalimu Alex, nataka kwa kumaliza atuambie jambo moja tu kuhusu sheria. Anataka agongelee msumali kwenye eneo lipi kabla tujamaliza? Nataka nikwambie tu jambo moja kwamba kuhusu sheria, kwamba tunapozungumzia kuhusu sheria ya dhambi na mauti, maana yake inatuonyesha kwamba tumeshindwa au tumeanguka, hatuwezi tena. Lakini tunapozungumzia sheria ya roho uzima, tunamaanisha kwamba tuna nafasi ya kuwa kiumbe kipya katika Kristo. Amen. Amen. Kwa hiyo mpendwa, nikusii na nikushauri pia kwamba Mungu anakupenda na ndio maana alimtoa mwanae kwa ajili yako, ili lengo upate uzima wa milele. Kama utakubali kuendana katika maisha ya dunia haya, hautaweza kuona ufalme wa Mungu. Lakini ukikubali kugeuzwa katika ufalme, yani ukikubali kugeuzwa katika maisha ya dunia na kumfuata Kristo vile anavyopenda, tukajitia nila ya Kristo na kujifunza kwake, hakika tutaona sheria uzima katika miili yetu. Amen, amen. Nikushukuru sana kwa kutoa muda wako kutazama mpaka kufikia wakati huu kipindi chetu cha leo, ambapo tulikuwa na Mwalimu Alex Charles, ambapo tumejifunza zaidi kuhusiana na sheria mbili, sheria ya roho wa uzima, lakini pia sheria ya dhambi na mauti. Najua kuna mengi ambayo umejifunza, lakini ukitamani kuendelea kujifunza zaidi, unaweza ukatuwekea comment yako hapo, ama unaweza ukatuandikia kwa email yetu sautiyauzima2023@gmail.com. tutapata email yako hapo kwa maoni, maswali ama maelekezo zaidi ambayo ungependa kujua zaidi kuhusiana na somo ambalo tumejifunza kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kufunga kabisa, nataka Mwalimu Alex atatupatia mawasiliano yake, ili kama unataka kuwasiliana naye nje na hapa, pengine kwa ajili ya mialiko ya huduma, una swali binafsi, ama unataka mzungumze zaidi kuhusiana na mafundisho mengi kuhusu maisha ya rohoni, basi nataka atupatie mawasiliano yake, alafu pia utamtafuta kwa wakati wako mwingine. Kwa mawasiliano zaidi napatikana kwa nambari 0694 035145 0694 035145. God bless you. Mungu akubariki sana dada yangu na kaka yangu wa kunisikiliza. Amen. Amen. Mungu abariki sana hadi wakati mwingine. Amen.